usiku katika kaunti ndogo ya Transmara Kusini imechangia kurejea kwa amani baada ya machafuko ya kijamii. Marufuku hiyo iliyoanza Disemba mwaka jana ama mwaka uliopita huanza saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi kufuatia mapigano ya kikabila. Maafisa wa usalama na wazee wa jamii za Kipsigis na Maasai wanasema hali ya usalama imeimarika pakubwa. Michelle Mwangi na taarifa hii. Marufuku ya kutotoka nje usiku iliyowekwa Disemba mwaka jana katika kaunti ndogo ya Transmara Kusini imekuwa nguzo muhimu ya kurejesha utulivu katika eneo lililokumbwa na migogoro ya kijamii. Jana tulikuwa kwa mkutano Rongorian ambaye ni ya jamii ya Wamasai peke yao, ikawa wameitikia wito huu wa amani, kwa sababu kila mtu kuangalia, hakuna mtu yeyote ambaye ameweza kufaulu. Kila mmoja alikuwa analia kwa sababu ya changamoto alizozipata na ambaye zimekumba wao. Katika mkutano wa amani uliofanyika katika kijiji cha Siteti, maafisa wa usalama pamoja na wazee wa jamii za Kipsigis na Masai walipongeza wakazi kwa kuchagua maridhiano badala ya vurugu. Tunafurahi sababu tumefanya mkutano pamoja na mkutano ulikuwa mzuri. Wamejisalimisha wote, wakakuja kusema ya kwamba hawezi kuishi bila amani, sababu hao wazee majamii yote mbili ni mandugu zao, ni mashemeji, ni mandugu, ni watu ambao wamekaa kwa muda wa siku hiyo nyingi. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Transmara Kusini Enrico Telewa alisema marufuku hiyo imeimarisha usalama, huku akitoa wito kwa jamii kuendelea kulinda amani. Maasai and Kipsigis wameongea kwa kauli moja kwamba amani irejee. Amani imerejea na wenyewe wameona matunda ya amani, na kuanzia leo kwenda mbele amani inaendelea kudumu na kuna mmoja ambaye atapinga hiyo. Hata hivyo, wazee wakiongozwa na Kokoyo Ole Malit wanataka marufuku hiyo iondolewe, wakisema hali imetulia na maisha ya kawaida yafaa kurejea. Na amani ndio nguzo, kwa sababu hapo ndio tunapata watoto waende shule, biashara iweze kurudi normal, na tuweze kupata kwamba wakulima waanze kufanya kazi yao. Wakazi sasa wanatarajiwa kuunga mkono juhudi za kurejesha amani katika eneo la Transmara Kusini ili kuruhusu maisha ya kawaida yarejee. Michelle Mwangi, Runinga ya TV 47. Tuangazie taarifa nyingine.